Hallelujah, hallelujah. Mungu akubariki sana. Happy Easter in the name of Jesus Christ. Mungu akubariki sana katika siku ya leo tunapokumbuka kufufuka kwake Kristo. Tunapokumbuka vile ambavyo Kristo alikamilisha huduma ya nguvu sana ambayo ilimtoa mbinguni kuja hapa duniani. Ilikuwa inaanza kwa jinsi ambayo ilikuwa inaonekana kama ni ya kushangamsha. Sasa zingine anajikuta katika hali ngumu sana, ni kama hataweza kufanikiwa, lakini baadaye alifaulu, kwa maana alikuwa Mungu pamoja nasi. Yalikuwa inaonekana kama kwamba ni ngumu sana kutekeleza lile tendo. Ndio unaona akiwa pale msalabani alisema kwamba imetimia. Akasema kwamba ishakuwa, ya kwamba binadamu sasa ako na matumaini ya kupata kuokolewa. Mungu akubariki sana. Yesu anakupenda. Yesu amefufuka, na kama vile Yesu amefufuka, hata wewe maana amekufa kwa maisha yako, yafufuke uokoke. Yesu anakupenda. Mungu akubariki sana katika jina la Kristo Yesu mwana Mungu aliye hai. Na katika siku tunasoma kitabu kile ambacho kinaitwa kitabu ya Luka sura ya kwanza, sura 24, Luke chapter 24 verse 1. Hiyo tutasoma katika siku ya leo, na Mungu wetu atukubariki sana katika jina la Kristo mwana Mungu aliye hai. Na kutakia Easter ya ushindi, ya baraka, ukijua kwamba bado yako matumaini. Sasa unaweza ingia mbinguni bila kutumia nguvu zako mwenyewe sana, bila kutumia ile hali ya kung'ang'ana, bila hali ya kusema kwamba unabahatisha. Waislamu wanasema kwamba malaika mmoja anasimama mkono wa kulia na wa kushoto, mmoja akisema mabaya na mazuri yatakao shinda, yatategemea ataingia peponi ama hapana. Lakini sasa sisi wa Kristo ambao tunamwamini Kristo, hatuna hiyo hali ya karata ya pata potea. Tuna imani kwa Mungu ya kwamba kwa kumwamini Kristo Yesu, maisha yetu yako na nafasi ya kurithi ule uzima wa milele. Kwa hivyo Biblia inasema hivi katika kitabu cha Luka chapter 24, inasema kwamba hata siku ya kwanza, yani Sunday, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini. Wakayaleta manukato. Walikuwa wamebeba manukato ya kumpaka yule maiti, wakidhani ya kwamba Yesu bado ni maiti. Lakini Yesu alikuwa ashatoka kwa ile aliyekuwa maiti, amekuwa tena ako hai. Wakayaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Jiwe ambalo lilikuwa limefunga mlango wa kaburi limevingirishwa, na wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Walipoingia ndani hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa kifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta, yani malaika waliokuwa wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifundifundi hata nchi, au malaika waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Katika mahali pa watu wamekufa, mbona mnamtafuta aliye hai? Yani anaonyesha kwamba yule Yesu mbona tafuta mkidhani amekufa. Yesu yuko hai. Yesu yuko hai. Sasa wanaulizwa, mbona mnatafuta mtu ambaye aliye hai kwa mahali pa watu waliokufa? 6. Hayupo hapa, amefufuka. Yesu amefufuka. Yesu yuko hai. Na kama mtumishi wa Bwana, kwa neema na kutabiria, yale yalikuwa yamekufa kwa maisha yako yafufuke. Matumaini yako yafufuke. Imani yako ifufuke. Matamanio yako yafufuke. Yale maono yako maishani yafufuke. Kwa maana Yesu wakati alifufuka, ilikuwa ni ishara ya kwamba matumaini kwetu yamepatikana. Kwa hivyo wale wanafunzi, wale wamama walikuwa wameenda wamebeba yale marhamu wampake mwana wa Mungu, wakidhani amekufa. Walikuta malaika pale. Wale malaika waliwashangaa sana, maana waliwauliza, mbona unatafuta yule aliye hai mahali pa watu waliokufa? Yesu yu hai, anaishi milele na milele. Na kwa sababu yako hai ya leo,
ninakutangazia kwa jina la Yesu, uwe hai tena kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Leo unaonekana kama uko hai, lakini matumaini yapo yamekufa. Kama mtumishi wa Bwana kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ninaamuru yaliyokufa kwa maisha yako yafufuke siku ya leo, ukawe hai tena, ukawe na matumaini kwa maisha yako. Uwe matumaini ya kupata kuishi miaka mingi, uwe na matumaini ya kutumikia Mungu, uwe na matumaini ya kujenga boma nzuri, uwe na matumaini ya kuendesha magari mazuri, uwe na matumaini ya kuhubiri Injili, uwe na matumaini ya kuingia mbinguni, uwe na matumaini ya kupata kuolewa, uwe na matumaini ya kuoa, uwe na matumaini ya kuishi na familia yako, uwe na matumaini ya kuishi maisha ya amani, uwe na matumaini ya kuokolewa, uwe na matumaini ya kuponywa. Kama ulikuwa unafikiria kwamba utakufa na magonjwa, ninakutabiria kwa sababu Bwana Yesu amepata kufufuka. Pokea uponyaji, pokea uzima, pokea nguvu kwa jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Malaika waliuliza wale wa mama, walikuwa ni wamama wa huduma ambao walikuwa wamejisalimisha kwa Yesu. Inasemekana baadhi ya wamama Yesu alikuwa amewatendea miujiza mikubwa sana. Kuna mwingine inasemekana alimtoa pepo saba. Kwa hivyo walikuwa wanajitolea kumhudumia Yesu usiku na mchana. Yesu akihitaji kitu angelikipata, walikuwa pale kutumikia Mungu. So Bwana Yesu wakati aliuawa, Biblia inasema hawakuchoka na huduma. Waliendelea hata akiwa ako kule kama maiti. Waliendelea kuwa na ile moyo ya kumtumikia. Usikate tamaa ya kumtumikia Yesu Kristo. Hata wakati maadui zako wamekufungia njia zote, hakikisha uko na moyo ya kutafuta mahali nafasi itapatikana ya kutumikia Yesu. Uendelee kumtumikia Kristo hata wakati pesa hakuna. Siwe peke yako wa kwanza kukosa pesa. Petro na Yohana sura ya 3 Matendo ya Mitume, wanamuuliza yule mhitaji, yule alikuwa mlemavu, wanamwambia pesa ambazo ndizo wewe unapeanga hatuna, lakini kile upeo wangu ndicho tuko nacho na ndicho tuko nacho tutakupatia. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, amuka na miguu yako usimame. Wangesema juu hatuna pesa tutatumikia Mungu, lakini hata katika hali ya uhitaji waliendelea kutumikia Mungu, waliendelea kutumikia Jehova. Usikate tamaa kutumikia Mungu. Hata wakati unajikuta katika hali ambayo inakupinga sana. Hawa mama walienda na maharamu, wakasema hata kama Bwana Yesu ameuawa na hawezi kukula chakula, kila tunampelekeanga, kila tunampeanga, lakini hatuwezi kosa yale maharamu yatamfaa wakati kama huu. Lakini walipoenda kumpaka, wakaambiwa huyu Yesu yuko hai, hayuko hapa. Yesu mnayemtafuta hayuko hapa, amefufuka. Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Yesu Kristo ni aliye hai, na kwa sababu ako hai, hata wewe uwe hai kwa jina la Yesu. Maybe umesukumwa sana na mahitaji, labda hali yako ni ya kutisha. Usikate tamaa, kwa unayo matumaini kwa maisha yako. Wale wamama walikuwa nafikiria habari ya kushindwa, hali ya mtu aliyekufa, lakini kumbe kuna matumaini ya Mungu kuachilia uhai, wala uzima
ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Biblia inasema mwana wa Mungu aliye hai, Mungu haikukubali aone uharibifu, hata mauti haikuwa na uwezo ya kupata kumzuilia, hata kifo kilishindwa kuzuilia Emanueli, kuzuilia Mwokozi. Iko sababu alikuwa mtu amekuja na mission ya kufa na kufufuka, sio kufa peke yake. Siku ya unapoendelea kusherehekea Pasaka na kutangazia kwa jina la Yesu, ukawe na matumaini, usikate tamaa. Yale unaona kana kwamba yatakuwa mzuri tena yameharibika, na kutabiria nikiona ya kwamba yanakuwa na urejesho mkubwa sana. Natangaza nguvu za Mungu zikakuinue tena, ni kwa sababu utaendelea kufuatilia huyo Yesu Kristo. Ujumbe wa wiki iliyopita ulikuwa unasema kwamba tukitumikia Mungu tutaishi muda wa miaka mirefu, miaka mingi. Ni kwa sababu shoka lilikuwa limewekwa kwa mashina ya miti, lakini miti inayozaa matunda mazuri, hiyo miti haikatwi. So wakati tunaposema yamefufuka, ni kwa sababu Kristo tumemwamini. So kama moja muamini Kristo, muamini siku ya leo, na yale yamekufa yatafuka maisha yako. Sema, Bwana Yesu, nakupenda, tawala maisha yangu. Kutoka leo nakukubali kuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Liondoe jina langu kitabu ya mauti, ndio kitabu ya uzima, katika jina la Kristo. Baba, nakushukuru mpendo ambaye amekiria neno lako. Neno lako limeandikwa kwamba yule atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Natangaza ameokolewa katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. In Jesus name, amen. Mungu akubariki sana. Tafuta mahali utaenda ubatizwe kanisani, ujumbe mahali utakufikia huu. Utafuta mahali utaenda ubatizwe, Mungu atakuongoza. Na wewe upige magoti, ombe Mungu akuongoze kwa madhabahu, kwa kanisa ambalo linahubiri habari ya kuokoka na ujazo Roho Mtakatifu, na Mungu atakusaidia upate hiyo ibada, hiyo kanisa. Na uambie wakubatiza na maji mingi kama Kristo alibatizwa na maji mingi. Akubatizwa na maji kidogo, uende usome Mathayo sura ya 3 mstari ya 13 mpaka 17. Kristo alibatizwa na Yohana Mbatizaji na maji mingi. Sio ubatizwa na maji mingi, ndio kwa sababu hiyo ndio ishara ya kufa na kufufuka. Kama Kristo alivyokufa na kufufuka, ndio ukapate kupokea ile hali ya kutenganishwa na laana za Torati. Mungu akubariki sana na kutendee mema. In Jesus name, amen. God bless you. In Jesus. My name is Evangelist Jose Mwiti. Nimeokoka. Yesu Kristo anikuwa nikuwa kijana mdogo, na sasa niko ndani ya Kristo na nimebarikiwa. Amani ya Kristo nawe, in Jesus name, amen. Oh, asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu.